Mtazamaji wa Habari Maalum TV kutoka kanisani ya Habari Maalum TV, leo katika kanisa la FPCT Nkinga, kanisa ambalo linachungwa na mchungaji kiongozi Paulo Mayengo, ambaye ni katibu pia wa jimbo katika jimbo hili la Nzega, ambalo linahusisha wilaya ya Igunga na wilaya ya Nzega. Katika ibada hii ya leo ya tarehe 11 tumehubiriwa na mchungaji Joshua Henry Mkupi. Neno la kwanza katika kuwajibika, kutembea na Mungu. Kazi yetu kubwa katika kujenga ufalme wa Mungu ni kutembea na Mungu. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa sababu kila leo tunakumbushwa kwa habari ya maombi. Kila leo tunafundishwa katika habari ya mafundisho. Kila leo tunafundishwa kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kutembea na Mungu. Unapolala tembea pamoja na Mungu. Unapoamka tembea na Mungu. Unapofanya kazi tembea na Mungu. Ukienda mashambani tembea na Mungu. Ukifanya biashara yako tembea na Mungu wako. Neno la pili ni ukarimu. Neno la pili ni ukarimu. Ni kitu kigumu sana cha ukarimu. Kuna watu wengine ni wachoyo sana. Nigonge nisigonge. Watu wengine ni wachoyo sana. Hawajui hata kukaribisha watu. Hapana bwana. Uwe mkarimu. Biblia inasema hivi katika Methali 22 mstari wa 9. Mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana huwapa masikini chakula chake. Haleluya. Atabarikiwa. Na mimi napenda kwamba ubarikiwe katika maisha yako. Haijalishi uko katika daraja la ngapi, lakini Bwana ambaye ni mwema kwetu sisi sote utabarikiwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ukarimu. Na hilo nalo ni swala la ujenzi wa maisha yako ya kiroho pale kwenye msingi ulio imara ambaye ni Yesu Kristo. Neno la tatu, wema. Jambo la wema. Zaburi inatuambia ile 23 na mstari wa 6 kwamba hakika wema wako utakufuata. Kila unachokifanya wema atakufuata. Maana yake nini? Maana yake watu watakusema katika Ukristo wako. Watu watakusema katika utumishi wako. Watu watakusema jinsi ambavyo ulivyo kutokea nyumbani kwako mpaka hata kanisani. Na unapotoka hapo kanisani mpaka nyumbani kwako, watakusema kupitia wema wako. Haleluya. Hilo ni kitu ambacho ni kizuri kwetu sisi. Kitabu cha Ruthu anazungumza kwa habari ya wema. Aliuona mtu mmoja anatenda wema. Kulikuwa na njaa kubwa sana katika taifa la Israeli enzi hizo. Lakini mtu mmoja, Boazi, alikuwa na kitu ambacho anacho mkononi mwake. Akaanza kuwahudumia watu wengine ambao wenye uhitaji wa chakula. Akatenda wema wake. Na mimi napenda kukusisitizia na kusema kwamba wema ule ambao Mungu amekujalia katika mafanikio yako yote hayo, tenda wema wako katika maisha yako. Neno la 4 ni amani. Neno hili la amani siwezi kulizungumzia sana. Juma lililopita tulizungumziwa amani, kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Hilo niweze kuzungumzia sana, lakini ni la muhimu katika maisha ya watumishi wote. Watumishi wakiwa na amani, basi mambo yote yanakwenda vizuri. Lakini kundi likiwa halina amani, ni mtafaruko kila wakati, basi kuna shida ambayo inaweza kujitokeza ya mauaji au ya namna yote ya unyanyasaji, kwa sababu hakuna nini? Hakuna amani. Hilo siwezi kuzungumza sana. Lakini kuna neno la 5, kujihoji. Kumbe ninapokuwepo mahali hapa, je, ninajihoji katika maisha yangu? Ili kusudi nisikiuke mambo yote ambayo yanayotakiwa kufanyika ndani ya kanisa la Mungu. Ninajihoji, ninakwenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu ama ninakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Wewe na mimi katika Ukristo wangu, nikijihoji, nikafuata kanuni ya Biblia, nitafika salama kule tuendako mbinguni. Haleluya. Tuna safari sisi sote kwenda mbinguni. Kila moja, mkubwa kwa mdogo, wote tunakwenda safari moja kwenda mbinguni. Kwa hiyo ni kujihoji, ninakwendaje katika maisha yetu? Na ndio maana tunapofika katika ushirika meza ya Bwana, tunasema kwamba kila mmoja anajihoji na ndipo aweze fanyaje kushiriki. Kujitathmini maisha yako, kujitathmini mwenendo wako, kujitathmini katika yale yote unayoyafanya.
watu wanaona, watu wananiona, watu wananijua, watu wananifahamu kila lolote ambalo nalolifanya. Kwa hiyo lazima nijihoji katika huduma yangu nilionayo. Na wewe vile vile kanisa la Mungu nijihoji katika huduma ile ambayo unayoifanya katika maisha yako. Ni kujihoji. Neno la 6 ni imani. Ni imani. Kwa hiyo katika maisha yetu lazima kuwa na imani. Tunapohubiriwa habari njema, je, tunakuwa na imani kwamba tutakwenda kweli tutafika kule mbinguni, kule ambako kunakosemwa, kule ambako kunakotajwa, kule ambako kunakusifiwa? Ni imani nilionayo? Au ninaingia tu kanisani nikirukaruka natoka nje, nikizungumza natoka nje, nikifanya hivi natoka nje? Je, ninayo imani ile ya kutumaini kwamba Mungu yupo? Haleluya.